Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni katika mwendelezo wa tafsiri ya ndoto ya makaburi. Leo tutaangalia kwa mujibu wa al-Imam as-Sadiq, al-Imam as-Sadiq. Naam, ndugu zangu watazamaji, shekhe anasema idha raa al-halimu maqbara litifli saghiri fi manamihi. Anasema mtu akiona, yani muotaji akiona makaburi ya mtoto mdogo katika ndoto yake, shekhe anasema fadhalika dalilun, hiyo ni ishara au ni dalili ala mauti tiflin saghiri, ya kifo cha mtoto mdogo, yaarifu huyu wamjua rai huyu muotaji fil waqi, kiuhalisia. Manake kiuhalisia kuna mtoto mdogo atakufa ukiona makaburi ya mtoto mdogo au watoto wadogo. Naam, shekhe anaendelea anasema ama idha raa alhalimu, ama akiona muotaji masahatin khadra, maeneo ya kijani, bil maqabiri, makaburini, fil manami, katika ndoto, kwa maana ya kwamba ukiota kuna rangi ya kijani pale maeneo ya makaburini, fadhalika yadullu ala alkhairi. Shekhe anasema hiyo inamaanisha kheri na baraka, manake huyu muotaji atapata kheri na baraka, alladhi saufa yahsilu alayhi fi hayatihi bilqarib, kheri ambayo huenda akaipata maishani mwake masiku ya usoni, kwa maana ya hivi karibuni. Alajil, tena atayapata haraka, hizo kheri atazipata haraka insha Allah, akitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taib, shekhe anaendelea anasema maraa annahu yaqifu ila janibi maqbaratin fi manamihi, na yeyote mwenye kuona ya kwamba amesimama kando ya makaburi katika ndoto yake, yani amesimama kando ya makaburi katika ndoto yake, fadhalika dalilu, shekhe anasema hiyo ni dalili au ni alama au inamaanisha ala wujudi alfitani min haulihi, uwepo wa fitna imemzunguka. Manake kuna fitna huyu muotaji zimemzunguka. Ukiota umesimama kando ya makaburi, ujue kuna fitna imekuzunguka, ndugu yangu mtazamaji. Taib, shekhe akaendelea akasema idha shahada alhalim, na akiona muotaji bimanamihi, katika ndoto yake, annahu yattajihu ila maqbaratin, ya kwamba anaenda makaburini, shakhsi muayyan, yani anaenda kwenye kabri au makaburi ya mtu maalum, mtu anayemjua, duna ghairahu, sio lingine, min almauta, miongoni mwa marehemu, kwa sababu kuna sehemu unakuta kuna makaburi mengi, lakini unaenda kwenye kaburi la mtu ambaye ni maalum, unamjua. Shekhe anasema fa inna dhalika, hakika ndoto hiyo, yadullu ala zawali ni'am, inamaanisha kuondokewa na neema, min hayatihi, katika maisha yake. Huyu mtu kuna neema zitamuondoka, wa annahu saufa yash'uru bidhiqi walhaja, na huenda huyu muotaji atapata dhiki na haja, manake yashuru, atajihisi dhiki, atahisi dhiki na haja katika maisha yake, manake maisha yake yatakuwa ni ya dhiki, na atakuwa ni mtu mwenye haja tu, mwenye kuhitaji tu. Tayib, shekhe akaendelea akasema idha raa alhalimu fi manamihi maqbaratun maftuha, anasema ikiwa ataona, idha raa alhalim, ikiwa ataona muotaji fi manamihi, katika ndoto yake, maqbaratun maftuha, makaburi
ya wazi, yani makaburi yako wazi. Anasema fadhalika yadullu ala alhammi, ndoto hiyo inamaanisha huzuni, maana yake huyu muotaji ana huzuni. Yadullu ala alhammi wadhiqi, na dhiki, alladhi sayashuru bihi fil waqi, dhiki ambayo atakazozihisi hizo dhiki kiuhalisia. Maanake huyu muotaji kuna wakati hata katika maisha yake atajihisi dhiki sana, atapata dhiki sana kiuhalisia yani. Tamam. Tayib, hii ni pale mtu atakapoota atakapoona makaburi yapo wazi hayajafukiwa. Hiyo ndio maana yake, ni dhiki, huzuni kiuhalisia huyu mtu atakutana nazo. Lakini shekhe akaendelea akasema, man yushahidu fi manamihi, na mwenye kuona, na yeyote, man yushahid, yeyote mwenye kuona, fi manamihi, katika ndoto yake, annahu yakharuju min maqbara, ya kwamba yuwatoka makaburini, anatoka kule makaburini, sio kwa maana alifukiwa, yani alikuwepo maeneo ya makaburini, sasa anatoka anaendelea na harakati zake. Shekhe anasema fadhalika dalilu ala najati min shay'in fi hayatihi, hiyo ni inamaanisha kuokoka na kitu fulani, kitu chochote katika maisha yake, manake ataokoka na kitu fulani. Kalfaqri, kama umaskini, walmaasiya, na maasi, wadhalal, na upotevu, ataokoka na upotevu na maasiya na umaskini. Manake huyu mtu hatakuwa maskini wala hatakuwa mwenye kufanya maasiya wala hatakuwa katika upotevu biidhnillahi taala. Wasaufa tas'adu hayatuhu, na huenda maisha yake yakawa ni ya furaha. Watataghayyaru ila al-afdal, na yakabadilika kuwa bora zaidi, maisha yake yatabadilika kuwa bora zaidi biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo hapo kikubwa ni mtu azidishe dua tu, Mwenyezi Mungu ayabadilishe maisha yake, kama yalikuwa mabaya yawe mazuri na yawe ya furaha. Taibi, shekhe akaendelea akasema, idha raa alhalim, na zama akiona muotaji, annahu yaqum, ya kwamba annahu yaqumu bilhafri fi maqbara, ya kwamba anachimba makaburi. Mtu akiona anachimba makaburi, wakana a'zab, na huyo mtu ni yupo singo, yani hajaoa, basi fadhalika yadullu ala ziwajihi, ndo ndoto hiyo inamaanisha kuoa kwake. Ina maana huyu mtu ataoa. Min mraatin tattasifu bilbukhli, ataoa mwanamke mwenye sifa ya ubakhili. Huyu mwanamke atakayemuoa huyu mtu ana sifa ya ubakhili. Na ubakhili ni jambo baya sana, tusiwe mabakhili ndugu zangu. Taib, lakini ndoto ya mwisho shekhe anasema, inshahada alhalimu maqbara billauni alabyadi, anasema ikiwa ataona muotaji makaburi yenye rangi nyeupe, makaburi lakini billauni alabyadi, yenye rangi nyeupe, shekhe anasema fadhalika yadullu ala alfiraqi, ndoto hiyo inamaanisha kutengana. Kuna mtu utatengana naye, kama umeoa utatengana na mke wako, kama ni mwanamke atatengana na mume wake, au atatengana na wazazi na wafanyakazi na kadhalika. Farubbama yamutu ahadu asdiqaihi, huenda hata katika huko kutengana, huenda kutengana kwenyewe kukawa vipi, akafa mmoja wa marafiki zake, yani mmoja kati ya marafiki zake atakufa, au shakhsin aziz, au mtu wa karibu yake sana, min ailati, katika familia yake. Kwa hiyo katika familia yake huyu mtu kuna mtu wa karibu atakufa, au rafiki yake kipenzi atakufa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kutengana, watatengana. Kwa hivyo hizo ndio tafsiri za ndoto za makaburi lilimami Sadiq, kwa mujibu wa mwanawachuoni anaitwa al-Imamu as-Sadiq. Ndugu zangu, kama tulivyowahi kueleza siku za nyuma, wanawazuoni hao wafasiri wa ndoto wapo wengi. Kuna al-Imamu Sadiq, kuna Ibn Shahin,
kuna An-Nabulsi, kuna Ibn Sirin, kuna Uswaimi na wengineo. Kwa hivyo leo tumemwangalia al-Imamu Sadiq, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Niseme subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nas'alullaha an yanfa'ana an yu'allimana mimma yanfa'una. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.